أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala Nasr Aziz anasema leo nitaeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Rawaha. Baba yake alikuwa anaitwa Rawaha bin Saleba na mama yake alikuwa anaitwa Kabsha binti Waqid, na mama yake alikuwa katika kabila la Banu Haris bin Khazraj. Hazrat Abdullah bin Rawaha alishiriki katika Bait Aqba na vile vile alikuwa kiongozi wa kabila la Waarabu na lakabu yake ilikuwa Abu Amr. Mtu mmoja kutoka katika Ansar anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga udugu kati yake na kati ya Miqdad na sawa na Ibn Saad. Hazrat Abdullah alikuwa mwandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Rawaha alishiriki mapigano yote pamoja na Badr na Uhud, na alishiriki pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mapigano yote. Aliuawa katika mapigano ya Mu'ta, na katika Mu'ta alikuwa kiongozi aliyeteuliwa pamoja na viongozi wengine. Katika riwaya moja imeelezwa Hazrat Abdullah bin Rawaha alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa hutuba. Wakati alipokuwa anatoa hutuba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kaeni. Hazrat Abdullah alikuwa nje ya msikiti, yeye pia kwa kusikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa nje ya msikiti. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza hutuba yake na alipopata taarifa kuhusu Abdullah kwamba alikaa nje ya msikiti, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa ajili katika utii wa Mwenyezi Mungu na utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akuzidishie zaidi na uzidi zaidi katika utii wa Mungu na utii wa Mtume. Tukio hili ni kuhusu Abdullah bin Rawaha, na tukio hili nimeshawahi kueleza katika hotuba fulani. Na Abdullah bin Masud pia anasimulia kwamba alikuwa nje, na Hazrat Abdullah bin Rawaha pia alikaa nje wakati aliposikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa akitangulia wakati wa kutoka kwa ajili ya mapigano, na alikuwa akirudi kuchelewa kuliko masahaba wengine wote. Hazrat Abdullah bin Rawaha alikuwa sahabi. Kuhusu yeye sahaba mwingine amesema kwamba Hazrat Abdullah bin Rawaha alipokuwa akija alikuwa akinisalimia, na alikuwa akiweka mkono wake juu ya kifua changu. Yani kila siku alikuwa akinisalimia na alikuwa akiweka mkono wake juu ya kifua changu. Na wakati alipokuwa akija kila siku
alikuwa akinisalimia, na riwaya hii ni abu darda. Na wakati abdullah alipokuwa akiondoka alikuwa akiweka mikono yake juu ya mabega yangu na alikuwa akisema, ewe abu darda, njoo kukaa na tuzungumze kuhusu imani. Tulikuwa tukikaa na tulikuwa tukizungumza kuhusu dini na tulikuwa tukimkumbuka Mwenyezi Mungu. Baadaye abdullah alikuwa akisema kwamba hafla hii ni hafla ya dini. Katika kitabu Zuhud imeandikwa abdullah bin rawaha alipokuwa akikutana na mwenzake mwingine yeyote alikuwa akisema kwamba jo tukae na tuzungumze kuhusu dini na tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu amrehemu Abdullah, anapenda hafla ya aina hii ambamo malaika wanakuja na wanakuwa na fahari juu ya hafla hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ni'ma rajulu Abdullah ibn Rawaha, yani Abdullah bin Rawaha ni mtu mzuri sana. Hazrat Abdullah bin Rawaha wakati wa ushindi wa Khaybar alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupiga hesabu ya mali na mimea ya Khaybar. Na katika hali hii Abdullah bin Rawaha akawa mgonjwa sana na mpaka alizimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumzuru yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda nyumbani kwake akafanya dua hii kwamba, Mola, ikiwa mauti yake imeshafika basi urahisishe mauti yake na umondolee matatizo yake, lakini kama wakati wa mauti bado haujafika basi umponye na umpatie shifa kamili. Baada ya dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, homa ya Abdullah bin Rawaha ilipungua na yeye alihisi kwamba homa yake imepungua. Kwa hiyo akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mama yangu alikuwa anasema kwamba mtoto wangu ni msaidizi wangu na yeye amekuwa mgonjwa. Wakati ule nilimwona malaika alikuwa anasema kwamba, je, wewe ni sawa na maoni ya mama yako na maneno ya mama yako? Nikasema ndiyo. Na riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba malaika alikuwa ameshika chuma ya aina fulani na alikuwa ananiuliza kwamba, je, wewe ni sawa na maneno ya mama yako? Yani wewe, mama yako anasema wewe ni mlima na wewe ni msaidizi wake. Na inaonekana kwamba maneno haya ni maneno ya ushirikina. Abdullah anasema, ikiwa ningesema kwamba ndiyo mimi ni wa aina hii basi yule malaika angenipiga. Abdullah alikuwa mshairi pia. Alikuwa miongoni wa wale mashairi ambao walikuwa mashairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakisoma shairi dhidi ya makafiri. Na miongoni wa shairi lake ni hii: mradi wake, maana yake ni kwamba mimi nimemtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam na nilitambua heri yake, na Mungu anajua mimi sikupata udanganyifu hata kidogo. Mtume Muhammad ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Yeyote ambaye hakupata uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam basi yeye amekosa neema kubwa sana. Jinsi Mwenyezi Mungu alimarisha Musa, Mwenyezi Mungu amsaidie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Mungu aliwasaidia manabii wote wa zamani. Kwa kusikia shairi hili la Abdullah bin Rawaha, Mtume sallallahu alaihi akasema, ewe Abdallah, Mwenyezi Mungu akujalie uimara wa dini. Hisham bin Urwa amesema, kwa sababu ya baraka ya maombi haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah alipata uimara sana.
mpaka aliuawa na milango yote ya pepo ilifunguliwa kwake na yeye aliingia peponi kutoka katika milango hii. wakati aya ya qurani tukufu iliposhuka washarao yatabiuna, yani maana yake ni kwamba mashairi ni wale watu ambao watu wapotevu wanawafuata. Abdullah bin Rawaha akasema mimi pia ni miongoni mwa wale watu kuhusu kwao Mwenyezi Mungu ameteremsha aya hii, illazina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wanaamini na wanafanya vitendo vizuri. yani mimi sipo miongoni mwa wale mashairi ambao wanawapoteza wengine. mmoja wa shuara, mhariri wa mmoja wa shuara anasema Abdullah bin Rawaha alikuwa mtu mwenye heshima sana. hata wakati wa ujahili pia alikuwa anaheshimiwa sana na watu. Hazrat Abdullah amesema shairi mmoja kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni shairi nzuri sana, na shairi hili linathibitisha hali ya imani ya moyo wake. Katika shairi hili Abdullah alisema maana ya shairi hili ni kwamba ikiwa tusingepata miujiza na nishani kuhusu ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika hali hii dhati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingetosha kwetu kwa ajili ya kutambua ukweli wake. Hazrat Abdullah alikuwa anajua namna ya kuandika wakati wa ujahili, na zamani wakati wa ujahili watu walikuwa hawajui, lakini yeye alikuwa anajua kuandika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Hazrat Abdullah bin Urwa, Hazrat Abdullah bin Rawaha sehemu ya hawali kwa ajili ya kuambia watu kwamba ushindi wa Badr imepatikana, na sehemu hii ni mbali maili 4 kutoka Madina, na makabila mbalimbali yanaishi katika sehemu hili. Said bin Jubair anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika Masjid Haram juu ya ngamia yake, na pamoja naye alikuwa Abdullah bin Rawaha ambaye alikuwa ameshika kamba ya la ngamia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anasema shairi hili: maana yake ni kwamba enyi makafiri, muondoke katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo tumepata ushindi juu yenu. Hazrat Qais bin Abu Hazim anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah bin Rawaha kwamba wewe uendeshe ngamia yetu, yani useme shairi ili ngamia aanze kutembea kwa mbio. Hazrat Abdullah akasema kwamba mimi siku hizi sisemi shairi, ni zamani nilikuwa nikisema. Lakini Hazrat Umar akasema sikilizeni na mtini. Kwa kusikia hii, Hazrat Abdullah akashuka katika ngamia yake na akasema shairi hili: yani Mola wetu, ikiwa usingekuwepo tusingeweza kupata mwongozo, wala tusingetoa katika njia ya Allah, wala tusingeswali. Basi ututeremshie utulivu na raha wakati tunapopambana na makafiri, basi utupatie uimara. Wakii amesema kwamba mtu mwingine ameongeza maneno haya: wa in aradu fitnatan mabaina, yani ikiwa hawa watu maadui wanataka kuleta fitina dhidi yetu, basi sisi tunasimama kwa imara dhidi ya fitina na dhidi hawa watu, yani sisi hatutawaruhusu waeneze fitina kati yetu. Msimuliaji anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno haya alisema: ewe Mungu umrehemu
umar kwa kusikia maneno haya akasema kwamba basi pepo imelazimika juu ya abdullah bin rawaha. Hazrat abdullah bin sabit anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipoenda kwa ajili ya kujua hali abdullah bin rawaha, wakati ule abdullah alikuwa hawezi kuamka katika kitanda chake. Mtume akasema, je, unajua kwamba mashahidi nyuma wangu ni kina nani? Watu wakamuuliza ni kina nani? Masahaba wakasema kwamba mashahidi ni wale ambao wanauawa katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikiwa ushahidi ni huu, basi katika hali hii watakuwa wachache sana ambao watakuwa mashahidi, lakini wale ambao wanakufa kwa maradhi ya tumbo na mwanamke wakati wa kuzaa akifa au mtu akizama majini, hao wote ni mashahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa mapigano ya mauta alimteu kuwa Yazid kiongozi. Alisema akiuawa basi Jafar awe kiongozi, akiuawa Jafar basi Abdullah awe kiongozi msimamizi. Ikiwa Abdullah bin rawaha anauawa, basi waislamu wanaweza kumchagua mtu yeyote ambaye wanampenda. Wakati masahaba walipojiandaa kwa ajili ya safari, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasindikiza viongozi wote na maswahaba wote na aliwaombea. Wakati mtume saa salam alipowasindikiza viongozi na abdullah bin rawaha akaanza kulia na watu wakamuuliza, kwa nini unalia? Akasema, wallahi mimi sina hamu ya dunia wala tamaa ya dunia, bali nilimsikia mtume saa salam alikuwa akisoma aya hii, wa in minkum ila waridhuha, yaani miongoni mwenu hakuna yeyote ambaye hataingia motoni, yaani lazima wote wataingia motoni, na Mwenyezi Mungu ameshaamua kwamba itakuwa hivi. Sasa mimi sijui hali yangu itakuwaje nitakapokuwa uko mbele ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba katika aya inayokuja kabla ya aya hii kuna habari ya moto, ndiyo maana alipata hofu kwa hali yake itakuwaje. Lakini habari hii haikutolewa kuhusu wale ambao wanafanya jihadi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe na utarudi salama salimini nyumbani. Katika tafsiri Saghir na katika tafsiri Kabir pia imeandikwa kwamba aya hii ni kuhusu makafiri. Lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam ametoa tafsiri yake na maelezo yake, na ufupi wake ni huu kwamba kwa kupitia Qur'ani tukufu inathibitika kwamba moto ni wa aina mbili. Moto wa kwanza ni ya dunia na mapili ni ya uko akhira. Mungu aliposema kwamba kila mmoja ataingia motoni, mradi wake sio hii kwamba waaminio pia wataingia motoni, bali mradi wake ni kwamba waaminio wanapata moto katika dunia hii, wakati makafiri wanapowasumbua, wanapowatesa, basi wanakuwa motoni katika dunia hii. Waaminio hawa hawataenda motoni huko katika akhira, kwa sababu kuhusu hawa Mwenyezi Mungu anasema la yasmauna hisisaha, yani waaminio watakuwa mbali katika moto kiasi hiki kwamba hawataweza kusikia hata sauti yake na mvuke wake. Kwa hiyo waaminio ikiwa watakuwa motoni katika dunia hii wakiwa wanaposumbuliwa na makafiri. Kwa hivyo makafiri pia ni moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba homa ni sehemu ya moto, ni adhabu ya moto. Kwa hiyo huzuri anasema kwamba haya ni maelezo ya aya hii. Kwa hiyo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasindikiza, basi mtume sasa aliwaombea kwamba Mwenyezi Mungu awalindeni katika shari. Wakati ule Abdullah bin Rawaha alisema shairi hili, lakinani asalu rahmana maghfira wa zarbatan zata fargim.
alifa mtukufu anasoma shairi lililosomwa na Abdullah bin Rawaha. maana yake ni kwamba mimi naomba maghfira na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na naomba msaada wake. Mungu atusaidie na mimi niweze kuwashambulia makafiri na niwashambulie makafiri kwa nguvu sana na niweze kupata ushindi kiasi hiki kwamba watu wanapopita karibu na kaburi langu watu waseme ewe ulishiriki katika mapigano, Mungu akurehemu sana. Kisha Abdullah bin Rawaha alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallam akamsindikiza. Masaba wote wakaondoka mpaka wakafika sehemu fulani ambayo ni Maan, na mji huu ni karibu na Balqa. Masaba walipofika kule wakajua kwamba mfalme Herkal anakuja pamoja na watu wake 100,000 na wao tayari wamefika sehemu fulani. Waislamu siku 2 walikaa katika Maan na walishauriana kwamba tunatakiwa tutume mtu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na tumwambie kwamba maadui ni wengi sana, utusaidie au unatuamuru nini? Abdullah bin Rawaha aliwahimiza Waislamu wote, ingawa idadi yao ilikuwa 3,000, wakaondoka na wakaenda mbele na wakafika katika kijiji cha Masharaf. Na Masharaf ni jina la vijiji vya Waislamu karibu na Syria. Kisha kutoka hapa Waislamu wakaenda katika sehemu ya Muatta. Hazrat Anas anasema Mtume sallam, Hazrat Zaid, Hazrat Jafar na Hazrat Abdullah alisema hawa wote watauawa, yani aliwaambia watu kwamba hawa masaba wote 3 watauawa katika Muatta. Na wakati ule walikuwa bado hawajauawa, lakini Mtume sallam aliwaambia watu kwamba itatokea hivi. Mtume akasema Zaid alishika bendera akauawa, baada ya Jafar akashika bendera yeye akauawa, kisha baada ya Abdullah bin Rawaha akashika bendera na yeye pia akauawa. Wakati alipokuwa nasema machozi yalikuwa yanatoka katika macho yake. Baadaye sahaba mwingine akashika bendera na kwa kupitia yeye Mwenyezi Mungu aliwapatia ushindi wa Islamu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya kuuawa kwa Hazrat Zaid na Jafar na Abdullah bin Rawaha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa ajili ya kutoa hutuba na akaanza kueleza kuhusu Zaid na akasema Allah maghfir Zaidin, Allah maghfir Zaidin, Allah maghfir Zaidin, Allah maghfir Jafar wale Abdullah ibn Rawaha, yani Allah umghafirie Zaid, Allah umghafirie Zaid, Allah umghafirie Zaid, Allah umghafirie Jafar na Abdullah bin Rawaha. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia wakati Zaid bin Harisa na Jafar na Abdullah bin Rawaha wote walipouawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa miskitini na huzuni ilikuwa inaonekana juu ya uso wake. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza tukio la Muatta ameeleza, na maelezo haya nimeshawahi kueleza wakati nilipoeleza kuhusu Hazrat Zaid, lakini nataka nieleze kwa ufupi tena. Hazrat Muslim Maud anasema Zaid aliteuliwa kuwa kiongozi, lakini wakati alipomteua Mtume sasa alisema mimi namteua Zaid kuwa kiongozi wenu, lakini kama yeye anauawa basi Zaid awe kiongozi wenu na ashike bendera. Ikiwa yeye pia anauawa basi Zaid Abdullah bin Rawaha ashike bendera. Hata kama yeye akiuawa, baadaye Waislamu wanaweza kuchagua yeyote kuwa kiongozi wao. Wakati Mtume aliposema maneno haya, wakati ule Myahudi mmoja alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallam. Yeye akasema mimi sikuamini wewe ni nabii wa Mungu, lakini hata kama wewe ni mkweli, mimi naona kwamba hakuna hata mmoja ambaye atarudi salama salimini nyumbani, kwa sababu nabii anaposema kauli yoyote inatimia. Yule Myahudi alimwambia Zaid akasema ikiwa mtume wenu ni mkweli basi hutarudi nyumbani salama salimini. Zaid akasema mimi sijui kwamba nitarudi salama salimini nyumbani au kivipi, lakini mimi najua kwamba mtume wetu ni mkweli kabisa.
hazur anasema yule myahudi alikuwa sio Muislamu, lakini alikuwa anajua kwamba aliyosema mtume saa salam lazima itatimia. Muslim Maud anasema kwamba ni hikma ya Mwenyezi Mungu jinsi aliposema mtume saa salam, hivyo ndivyo ilivyotokea. Kwanza Zaid aliuawa, baada Jafar aliuawa, baadaye Abdullah bin Rawaha akawa kiongozi, akaanza kuongoza Waislamu, lakini yeye pia akauawa na Waislamu walikuwa karibu kutawanyika. Lakini Hazrat Khalid bin Walid akashika bendera kwa ushauri wa Waislamu, na kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu aliwapatia Waislamu ushindi, na yeye pamoja na maswahaba wengine alirudi salama salmin Madina. Hazur anasema nataka nieleze tukio fulani. Nimeshawahi kueleza tukio hili wakati fulani, lakini katika tukio hili imeelezwa kuhusu imani ya Abdullah bin Rawaha. Kwa hiyo mimi nataka nieleze mara ya tena tukio hili. Abdullah bin Urwa inasumulia kwamba Usama bin Zaid alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya punda, na juu ya punda ilikuwa shuka, na nyuma yake alimkalisha Hazrat Usama. alienda kujua hali ya Saad bin Ubada. Mtume saa salam akapita karibu na hafla ambamo Waislamu na mashirikina na Mayahudi walikuwa wamekaa. Miongoni mwa hawa Abdullah bin Ubay pia alikuwa amekaa, na Abdullah bin Rawaha pia alikuwa amekaa pale. Wakati huu ilipofika juu ya hawa watu ambao walikuwa wamekaa katika hafla ile, Abdullah bin Ubay bin Sulul akafunika uso wake na akamwambia mtume saa salam kwamba usiturushie vumbi. Mtume saa salam akawaambia assalamu alaikum, kisha akasimama kwa muda mfupi, akashuka juu ya usafiri wake na akasoma Qur'an tukufu na akawahubiri. Abdullah bin Ubay akasema kwamba sisi hatupendi unayosema. Ikiwa wewe ni mkweli, basi uende kwa watu wako, yeyote ambaye anakuja kwako basi umwambie kuhusu ukweli wako na uwasomee aya. Lakini Abdullah bin Rawaha kwa kusikia maneno haya Abdullah akasema, ewe mtume saa salam, wewe lazima uje katika hafla zetu, tunapenda kwamba uje katika hafla zetu. Kwa hiyo Abdullah bin Rawaha hakujali Abdullah bin Ubay alisema nini, ingawa walianza kupigana, lakini yeye hakujali. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alituma maswahaba zake, na miongoni mwa hawa alikuwa Abdullah bin Rawaha, na ilikuwa siku ya Ijumaa. Abdullah bin Rawaha akasema kwamba mimi nitaondoka baadaye, kwanza ni swala ya Ijumaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadaye mimi nitaondoka na nitakutana na wenzangu. Wakati Abdullah alipokuwa na swala, mtume akamuuliza, kwa nini hukuondoka pamoja na wenzako? Abdullah bin Rawaha akasema, nilikuwa na hamu kwamba ni swala ya Ijumaa pamoja nawe, ndio maana mimi sikuondoka, nitaondoka baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yoyote ambayo inapatikana ardhini hamwezi kupata ile baraka ambayo watapata wale ambao wameondoka. Yani mtume sasa alimwambia kwamba kuondoka kwako ni muhimu zaidi kuliko swala ya Ijumaa. Hazrat Abu Darda anasimulia, wakati fulani tulikuwa tumetoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika joto wa Ramadhan. Joto ilikuwa kali kiasi hiki kwamba kila mmoja alikuwa anafunika kichwa chake, na sisi tulikuwa hatufunga saumu isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah bin Rawaha. Ni hawa wawili tu walikuwa wamefunga, lakini sisi hatukufunga. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb amesema baada ya kuhamia Madina, mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga msikiti wake mahali ambapo ngamia yake alikaa. Sehemu ile ilikuwa sehemu ya Sahal na Suhail, na walikuwa wakikaa katika chini ya uongozi wa Musa bin Rara, na katika sehemu ile kulikuwa miti ya mitende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua sehemu ile kwa ajili ya kujenga nyumba yake na kwa ajili ya kujenga msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanunua uwanja ule, na kwa kurekebisha kiwanja ujenzi wa msikiti ukaanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya maombi
na kwa kufanya dua akaweka jiwe la msingi. Na jinsi iliyotokea wakati wa msikiti wa Quba, maswahaba walijitolea na walijenga msikiti. Hata mtume sasa mwenyewe pia alishiriki pamoja nao. Baadhi wakati maswahaba walikuwa wanabeba matofali, walikuwa wanasoma shairi lililosemwa na Abdullah bin Rawaha. Maana yake ni kwamba mzigo huu sio mzigo wa biashara, bali Mola wetu, mzigo huu ni mzigo wa uchamungu na utakaso, na sisi tunabeba mzigo huu kwa ajili ya kupata ridhaa yako. Baadhi wakati masahaba, wakati walikokuwa wanashiriki katika ujenzi wa misikiti, walikuwa wanasoma shairi hili la Abdullah bin Rawaha. maana yake ni kwamba Mola wetu, ujira hasa ni ujira wa akhira, basi kwa fadhila zako uteremshe baraka na rehema juu ya maswahaba walipokuwa wanasoma shairi hili. Baadhi wakati mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akishiriki pamoja nao, na yeye pia alikuwa akisoma shairi la Abdullah bin Rawaha. Kwa hiyo baada ya juhudi ndefu sana, kubwa sana, msikiti wa mtume sallallahu ulikamilika, ujenzi wake ulikamilika. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa kuhusu Abdullah bin Rawaha, na leo nitaswalisha jeneza, ndiyo maana naeleza kuhusu saba moja tu. Nitaeleza kuhusu Dr. Latif Ahmad Qureshi saheb. Tarehe 19 ya Januari 2020 katika umri wa miaka 80 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, marehemu alikuwa Musi. Alizaliwa katika Ajmer Sharif, India, na baba yake katika mwaka 1937 alifanya bayat kwa mkono wa Muslim Maud. Mama yake aitwa Bushra alikuwa mjukuu wa sahaba wa mtume wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wazazi wa Dr. Saheb walihamia Pakistan, na yeye alisoma mpaka shule ya msingi na sekondari, na alikuwa akishika nafasi nzuri, na yeye alifanya mpaka MBBS. Katika mwaka 61 alikuja Uingereza kwa ajili ya kupata masomo zaidi, na alipata degree katika maradhi ya watoto. Na katika sehemu itwayo Somerset alipata kibarua, na pale alipata uzoefu. Baadaye halifa watatu alimuuliza Dr. Saheb kwamba utakuja lini kwetu. Dr. Saheb akasema wakati wote ukiniamuru nitakuja. Kwa hiyo halifa watatu akasema basi uje. Kwa hiyo yeye akahamia Pakistan, na yeye aliteuliwa katika hospitali ya jumuiya kule Rabwa. Aliendelea kutoa huduma zake kwa muda mrefu. Katika mwaka 83 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa hospitali, na mpaka 87 aliendelea kuitumikia katika uongozi wa mkurugenzi, na 98 alistaafu. Lakini baadaye tena alijiunga hospitali ya Fazl Umar, na aliendelea kuitumikia jumuiya pale, na yeye takriban miaka 30 aliendelea kutoa huduma zake katika hospitali ya Fazl Umar. Dr. Latif Qureshi saheb alikuwa daktari aliyetoa wakfu maisha yake katika Khudamul Ahmadiyya na Ansarullah, na katika tanzim mbalimbali alitoa huduma zake, na siku hizi alikuwa naib sadr Ansarullah wa Pakistan. Alikuwa member wa majlis wa iftah. Aliandika vitabu viwili, na vitabu hivi vilikuwa kuhusu watu wa Pakistan, na vitabu hivi vilikuwa kuhusu afya.
mke wake pia siku kadhaa iliyopita alifariki. Alikuwa binti wa Abdul Malik Khan saheb, na niliswalisha jeneza yake hivi karibuni, lakini siku mbili baada ya kifo cha mke wake alifariki. Marehemu ameacha watoto 3 na mabinti 2. Mtoto wake Ataul Malik anasema, tangu nimepata ufahamu na kumbuka kwamba baba hakuacha swala ya tahajjud, na hivyo ndio mama pia alikuwa akifanya. Hawa wote wazazi wangu walikuwa akiswali swala ya tahajjud bila kukosa, na bila kukosa hata siku moja walikuwa akiswali tahajjud. Na mama alipokuwa anaumwa, baba alikuwa anamwangalia, alikuwa akimpeleka hospitalini kwa ajili ya dialysis na kwa ajili ya kupata matibabu. Ingawa yeye alikosa utulivu, lakini hakuacha swala ya tahajjud. Alikuwa akiwahurumia sana wagonjwa, alikuwa akiwasaidia wagonjwa, na wagonjwa walikuwa wakipata ponyo kwa kupitia mkono wake. Na baadhi wakati alikuwa akiwasaidia wagonjwa kutoka katika mfuko wake, na alikuwa akiwaambia wagonjwa kwamba ponyo inakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na alikuwa akiwasihi watoto wake ambao ni madaktari kwamba muendelee kufanya maombi kwa ajili ya wagonjwa wenu. Mtoto wake anasema, mara kadhaa nilipokuwa nikimwambia baba yangu kuhusu mgonjwa fulani kwamba amwombee, kesho yake alikuwa akinipigia simu na alikuwa akiniuliza hali ya yule mgonjwa ikoje. Wakati marehemu alipokuwa katika Uingereza, alikuwa consultant. Yeye aliacha starehe kila aina na alihamia Rabwa kwa ajili ya kuitumikia jumuiya. Alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu, alikuwa anategemea watoto wake pia watapata masomo ya hali ya juu, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Na yeye hakupata dhiki ya mali katika maisha yake. Hata watoto wake pia wamepata hali nzuri. Watoto wake wanaishi Marekani. Baba alikuwa akimpatia chakula mama mpaka mwisho wa uhai wake, na yani yeye alikuwa akimpikia chakula. Baba alikuwa akitusaidia sana. Alikuwa hapendi tabia ya kuwaonyesha wengine. Kabla ya kufanya kazi yoyote alikuwa akimwandikia barua halifa mtukufu kwa ajili ya maombi, na alikuwa akichukua ushauri kutoka kwake. Mtoto wake mwingine atwaye bana Mahmud Qureshi na Muhammad Ahmad Mahbud, hao wote pia ni madaktari. Anasema halifa watatu kuhusu baba alisema, huyu sio daktari peke yake bali ni daktari mwenye kufanya maombi sana. Anafanya maombi kwa ajili ya wagonjwa, na kabla ya kuwapatia matibabu wagonjwa anasema bismillahirrahmanirrahim. Hivyo ndivyo alikuwa akiwasihi madaktari wengine kwamba wao wafanye maombi, kwa sababu ponyo inakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mama yangu alipofariki, basi mgonjwa fulani akaja. Alikuwa anaenda katika gari, lakini akashuka katika gari lake na akamwandikia matibabu. Na baadhi wakati baba alikuwa akiwasaidia wagonjwa na alikuwa akilipa matibabu yao. Binti yake anasema kwamba mwanamke mmoja akaniambia kwamba baba yangu alipopata mshtuko wa moyo alikuwa yumbani, na daktari sahib akaja na aliendelea kukaa pamoja na mgonjwa mpaka watoto wa mgonjwa wakaja yumbani. Alikuwa akishiriki jalsa salana hapa Uingereza na India pia. Marehemu alifanya kazi kwa bidii sana na kwa juhudi sana. Binti yake anasema mama alipofariki akasema kwamba unisaidie ili nipange vifaa vya mama yako, na alinisaidia sana na aliungana nami, na alisema kwamba umalize haraka kazi yote kwa sababu sina wakati mwingi. Wakati ule mimi sikujali maneno yake wala sikumuuliza kwamba kwa nini anasema maneno haya, kwamba yeye hana muda mrefu, wakati wake ni mdogo sana. Baadaye kaka yangu akaniambia kwamba
baba aliniambia kuhusu ndoto kwamba wakati wake umebaki kidogo kabla ya kufariki kwake. Saa moja kabla ya kufariki kwake alikuwa anaangalia mgonjwa uko katika kliniki yake. Akaja nyumbani na alitawadha. Alikuwa na nia ya kusali swala, akavua viatu vyake na mara akapata mshtuko wa moyo na akafariki, akaaga dunia. Marehemu alikuwa akiwasaidia sana majirani na alikuwa akiwahurumia, na wale majirani pia walikuwa wakimheshimu sana. Marehemu alikuwa anapenda sana shairi. Alisoma Duresamin na Kalame Mahmud na alisoma shairi na alirekod shairi lake katika cassette. Sayyid Hussein Ahmad ambaye ni Bashiri anasema kwamba Dr. Saheb akaniambia wakati alipokuja kutoka London, yani alipohamia Araba kwa ajili ya kuitumikia jumuiya, mara baada ya kushuka katika train akaenda katika ofisi ya private sector. Halifa mtukufu akamuita huko katika ofisi yake, na halifa alimuuliza, je, umekuja? Akasema ndio huzuri, nimekuja. Kisha huzuri akasema, nimeshatayarisha nyumba yako, ukarabati umeshafanywa katika nyumba yako, basi uende na uishi katika nyumba yako, uchukue ufunguo kutoka katika Nazriala. Dr. Saheb anasema nilipokwenda nyumbani nilikuta kulikuwa hakuna vitu vingi sana huko nyumbani, bali vilikuwa vitanda viwili tu. Yani yeye hakulalamika kwamba nimekuja kutoka Ulaya na hakuna kitu chochote kwa nyumbani. Hata wakati wa jalsa salana pia alikuwa akiitoa nyumba yake kwa ajili ya wageni. Yeye marehemu alimhudumia sana mke wake na mama mke wake. Huyu Mbashiri anasema kwamba Dr. Saheb alikuwa aliniambia kwamba madaktari wengine ambao ni wenzangu walikuwa wakiniulizwa kwamba wewe ni daktari mbingwa na unafanya kazi katika kijiji kidogo sana, unapata mshahara kiasi gani? Lakini anasema nilikuwa nikiwaambia kwamba mshahara inayopata ni mkubwa sana, thamani yake ni kubwa sana. Yeye marehemu alimhudumia familia ya Sayyidina Mala salatu wassalam, na vile vile alipata nafasi ya kuwahudumia wazee wa jumuiya. Dr. Abdul Khalik Saheb anasema, ikiwa naandika maneno haya kwamba marehemu alikuwa daktari wa wanyonge na maskini, na daktari wa wanyonge na maskini ameaga dunia hii, kwa sababu Dr. Saheb aliwahudumia hawa wanyonge wote. Wakati Dr. Saheb alipokuwa chief officer wa hospitali, mwenyewe alikuwa akienda sokoni na alikuwa akinunua vifaa vizuri, na hivi alikuwa akiokoa fedha ya jumuiya. Ultrasound na endoscopy katika hospitali ilianzishwa na marehemu. Mwanzoni alikuwa akienda kwa miguu, na baadhi wakati alikuwa akienda kutumia baisikeli, na alikuwa akiwaangalia maswahaba wa Sayyidina Mala salatu wassalam na wanajumuiya wengine. Alikuwa akisema kwamba kwa maombi ya halifa nimeona kwamba miujiza chungu mzima inatokea. Dr. Sultan Saheb anasema kwamba marehemu alitumikia jumuiya miaka 30. Wakati kadhaa alipata majaribio, lakini alionyesha utii wa hali ya juu na aliendelea kufanya maombi. Zuri anasema Sultan Bashir Saheb yoyote alisema ni kweli kwamba marehemu hakuleta malalamiko ya aina yoyote, ingawa alipata majaribio na matatizo ya mbalimbali, lakini yeye hakuleta malalamiko hata kidogo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimjalia baraka zake pia kwa sababu ya kuwa tabia hii. Marehemu yeye hakuleta malalamiko kuhusu wenzake na kuhusu wafanyakazi wengine, wala yeye hakumwambia mtu mwingine yeyote kwamba analalamika kwa sababu ya mtu fulani. Dr. Sultan Mubashir
Dr. Sultan Bashir Sahib anasema kwamba wakati fulani, wakati wa mchana, mke wa Rahmat Ali Sahib akaja katika emergency. Nikamwomba Dr. Sahib aje hospitali. Kwa hiyo baada ya dakika kadhaa Dr. Sahib akaja hospitalini. Yani alikuja kutoka katika mtaa wa Darul Ulum Sharki ambao ni mbali sana kutoka hospitali, lakini mara moja akaja hospitali. Marehemu alikuwa mtu mtiifu hali ya juu wa jumuiya, na marehemu alikuwa akitusihi kwamba tunalazimika kutii nidhamu ya jumuiya na tunalazimika kuonyesha subira ya hali ya juu. Wakati mke wake alipofariki hivi karibuni, Bi Shaukat Sahiba wakati ule katika familia yake ilikuwa harusi. Hata siku ile ile ambamo mke wake amefariki kulikuwa harusi katika familia yake. Marehemu akaenda katika nyumba ya bana harusi kwamba leo mke wangu amefariki, lakini lazima mufanye harusi yenu, umsahirishe. Marehemu akaenda nyumba ya bana harusi, akasema kwamba msiahirishe. Na mtoto marehemu akasema kwamba mimi sitaenda kushiriki harusi, lakini marehemu akasema kwamba lazima uende, tunatakiwa tuwe radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo marehemu pamoja na mtoto wake akaenda katika harusi, na yeye alifanya mpango aina hii kwamba watu wasijue kuhusu kifo cha mke wake mpaka harusi ishe. Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu, na Mwenyezi Mungu aendelee kuipatia subira watoto wake, kwa sababu wazazi wao wote wamefariki hivi karibuni, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wao kwamba waendelee kuendeza mema yao. Kama niliyosema kwamba mama wa daktari ni hai na ni mgonjwa sana. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na siha kamili. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر